Leo hapa Mheshimiwa Spika na mgeni wetu rasmi, mimi navutiwa sana na utamaduni wako huu mzuri wa kila unakokwenda unaambatana na mwenza, na mimi nikasema Mkarama na leo nasema tena, nikiwa mkubwa nataka kuwa kama wewe. Mgeni rasmi, mmepewa nafasi ya kutoa salamu za serikali katika mkutano wetu huu wa kuadhimisha miaka 49 ya chama chetu cha Mapinduzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Mapinduzi kimepewa dhamana na wananchi wa nchi hii kuunda serikali. Serikali zote mbili katika nchi yetu, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zinaundwa kutokana na Chama cha Mapinduzi. Sisi ambao ni wawakilishi wa kiongozi mkuu na msimamizi mkuu wa serikali mbele Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumepewa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ina maelekezo mahususi ya nini wananchi wamekiagiza Chama cha Mapinduzi kikaiagiza serikali itende kwa niaba yao. Ni maelekezo ya chama ambayo yanatokana na wanachama hawa walio mbele yao, kwamba wananchi wa wilaya ya Iramba, wananchi wa mkoa wa Singida na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanayo mambo wanayoyahitaji. Chama kikaenda kwa wananchi kikawasikiliza yale mambo wanayoyahitaji wananchi, wakayaandika kwenye ilani. Ilani ile baada ya kuunda serikali tukakabidhiwa sisi viongozi wa serikali. Kila aliyeapa kwa kiongozi wa serikali alikabidhiwa ilani ambayo ina maelekezo ya wananchi, na wajibu wa chama ukaendelea. Pamoja na kutukabidhi ilani, chama kikaendelea kutusimamia na kututaka kila baada ya miezi 6 sisi wakuu wa wilaya tuende kwenye halmashauri kuu zetu za wilaya kwenda kuripoti tumefanya nini katika yale ambayo chama kimeagiza. Tunapoadhimisha miaka 49, ni wajibu wangu kukumbusha kwamba kazi ile ambayo sisi tunayosimamia serikali katika ngazi za wilaya na mikoa ambayo chama imetuagiza tumetekeleza kwa kiwango gani. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa ulipo panaitwa Kaselia. Kaselia ni miongoni mwa kata zilizopo katika wilaya yetu ya Iramba. Miaka ya nyuma, wakati wa masika kama hivi, ilikuwa ni ngumu sana uweze kutoka Iramba Kiomboi upite barabara ya Ndago hii uweze kufika Kaselia hapa kuja kufanya mkutano wa hadhara kama hii. Ilikuwa ni ngumu, na wenyeji wa hapa ni mashahidi juu ya hili. Kulikuwa na daraja naitwa daraja la Usuli na Kikongo. Madaraja haya kwa hesabu ya haraka haraka, tangu mimi nimefika nilikuta ripoti, niliomba taarifa ya miaka 10 nyuma. Kila mwaka, kila masika, aidha watu 2 watatu watakufa, watasombwa na maji, au mifugo itachukuliwa, na mali mbalimbali zilikuwa zinapotea kwa sababu watu walikuwa wanashindwa kuvuka, na kila aliyekuwa anajaribu kuvuka alikuwa anahatarisha maisha yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama hiki kikatoa maelekezo kwa serikali kwamba daraja hilo na madaraja hayo ambayo yanakatiza uhai wa wananchi wa nchi hii yatengenezwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, sio daraja hilo pekee. Ndani ya miaka 4 ya Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wilaya ya Iramba imejenga madaraja makubwa. Ile la Usure sasa limekuwa dogo, lilikuwa kubwa wakati ule na changamoto kubwa, lakini kwa sasa limekuwa dogo ukilinganisha na idadi ya madaraja tuliojenga
madaraja 16 makubwa yamejengwa ndani ya miaka. Thamani ya madaraja haya ni bilioni za Kitanzania 58. Leo hii watu wa Mtoa, watu wa Mtwike, watu wa Mgongo, watu wa Shelui, watu wa Mbelekese na kwingineko kote, hakuna kata katika wilaya hii ya Iramba itanyesha mvua watu wakasema tumeshindwa kufika kwa sababu barabara au madaraja yamejaa maji. Kwa sasa hakuna katika wilaya ya Iramba. Lakini si tu hilo, tumefungua barabara mpya ambazo hazikuwepo huko nyuma. Barabara mpya 19 tumezifungua ndani ya miaka mingi. Hakuna barabara ambayo ina upungufu wa bilioni 1 katika barabara 19 ambazo tumezijenga. Kila barabara ni bilioni 1, bilioni 2, bilioni 3. Barabara 19 ndani ya miaka 5, Mheshimiwa Rais. Lakini si hilo tu. Mwaka 2021, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimeripoti hapa, ipo shule iko bondeni kule Kidari inaitwa Mwamapuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mwamapuli ilikuwa ni shule ya mwisho kitaifa katika shule zote nchi hii, shule ya mwisho kabisa kufeli, yani ya mwisho kabisa, ya mwisho. Nikisema ya mwisho ni ya mwisho, yani ndio imeshika mkia. Ilikuwa katika wilaya ya Iramba, inaitwa Mwamapuli, shule ya msingi Mwamapuli, mwaka 2021. Ufaulu wa wanafunzi katika wilaya hii kwa ni 48%. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunaposimama hapa tukiwa tunaeleza kwa umma huu, wanachama wa Chama cha Mapinduzi, serikali imefanya nini katika elimu, leo hii Mwamapuli ile ambayo ilikuwa ya mwisho miaka 4 iliyopita, sasa hivi iko shule ya ndani ya top 10 zile za kimkoa, na Mwamapuli nayo inaingia. Lakini ufaulu umetoka kutoka 48% tulioikuta, sasa hivi ufaulu uko 82%. Maana yake ni kwamba watoto wa wilaya hii leo hii wanaenda sekondari na wanaendelea na masomo kuanganisha miaka 4-5 ya nyuma iliyopita. Lakini sio hilo tu. Nimekuja hapa mwaka 21, nimekuta wilaya hii kuna kata 2 hazina sekondari. Maluga ilikuwa ni kata katika kata ambazo hazina sekondari. Ndulungu pale nilikuta ndo wanahangaika nao wana sekondari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutoka mwaka 2021 mpaka leo hii tumetoa idadi ya sekondari kutoka sekondari 18 mpaka sekondari 29 za serikali. Maana yake ni kwamba tumejenga sekondari mpya 11 ndani ya miaka 4 mpya. Lakini pia tumejenga chuo cha VETA kwa ajili ya vijana wetu. Lakini sio tu hilo, tumeanzisha na shule za amani za mafundi mchumba. Leo hii kijana akishindwa kwenda form 1 kule kwa ajili ya marks zake kwa chache, anao uwezo wa kujiendeleza kwenye mafunzo ya amani, kaenda kusomea umeme, kaenda kusomea ufundi uwashi, kaenda kusomea ufundi wa magari na mafundi mengineo ambao utamsaidia kuweza kukabiliana na maisha. Lakini si tu hilo, tumejenga na kuboresha huduma za afya katika wilaya hii. Tumejenga mpaka sasa vituo vya afya vipya ambavyo havikuwepo miaka 5-4 iliyopita, vituo vya afya 7 vipya. Hivi ni vituo vya afya: kituo cha afya Kisiriri, kituo cha afya Tigero kule Kidaro, kituo cha afya Mtoa, kituo cha afya Ndulungu, vituo vya afya 7. Na bado kwenye taarifa ya mwenyekiti wa halmashauri mmesikia kwamba tunaendelea kujenga na vituo vingine vya afya, hata hapa Kaselia tunaendelea na mpango huu. Lakini tumejenga zahanati mpya
zaidi ya 17 ndani ya miaka hii mingi, zahanati mpya zaidi ya 17, na baadhi tulishindwa kufungua kwa sababu tulijikuta sasa tuna miundombinu ya afya mingi kuliko idadi ya wahudumu, kwa maana ya madaktari na manesi na wahudumu wa afya kuweza kuhudumia zahanati hizo. Mheshimiwa Rais amesikia kilio chetu. Wiki 3 zilizopita wilaya ya Iramba imepokea watumishi wapya 108 na katika hao 78 ni wahudumu wa afya, manesi na madaktari. Kwa hiyo ndani ya wiki mbili hizi kila zahanati itaenda kufunguliwa na itapata wahudumu wa kuweza kuhudumia wananchi hao. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya niliyosema nimeyasema kwa uchache. Nataka nikwambie nilikuta tuna vijiji 54 tu vyenye umeme katika wilaya hii. Leo vijiji vyote katika wilaya ya Iramba vimewaka umeme. Lakini hatujaishia hapo. Vitongoji vimefika 242 vyenye umeme. Lakini hivi karibuni, wiki moja iliyopita, amesharipoti mkandarasi tuna vitongoji vingine 54 vinaenda kuwekewa umeme kabla ya mwezi wa 9 mwaka huu. Lakini tumeweka target mpaka kufika 2027 vitongoji vyote 393 vya wilaya ya Iramba vinaenda kuwaka umeme. Hivyo kwenye miradi ya maji tunaendelea na uboreshaji mkubwa. Tuna miradi ya bilioni kadhaa. Tuna mradi wa miji 28 Kiomboi na New Kiomboi, tuna mradi ya vijiji 14 kutoka maji ya Ziwa Victoria. Tunaendelea na huko kwingine kuchimba visima na kuweka mashine kwa ajili ya usambazaji wa maji. Tumeshafanya miradi mikubwa kabisa. Hapa Kasere ni miongoni mwa wanufaika hapa. Mwaka 2022 tumejenga mradi mkubwa sana wa maji sio mbali kutoka hapa Kasere, na maeneo mengine pia tumeendelea kujenga. Unajua Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi hawa wa wilaya ya Iramba, nilipokuwa ole nikafika hapa Kasere, najitambulisha Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba mimi ni kijana wenu, nimekuja kufanya kazi ya ukuu wa wilaya, nimeteuliwa na Mheshimiwa Rais. Katokea hapa wazee kaniambia, bwana kijana wetu karibu. Baada ya kukaribia akaniuliza umeoa? Nikamwambia ndio nimeoa, lakini mimi ni Muislamu. Ili niwe nimeoa natakiwa watimie 4. Akaniambia basi hilo jambo jema, sisi kama wazee wako huko tutakufanyia utaratibu. Wakaniambia lakini pamoja na hayo, hao tunaotakiwa kufanyia utaratibu wanabeba sana ndoo kichwani, shingo zinakomaa na nyuso zinafubaa kidogo, watakatishe. Lete mradi wa maji hapa. Mimi nikafanya mpango, Kasere akawa ya kwanza kupata mradi wa maji. Lakini mgeni rasmi, na masikitiko, ile ahadi mpaka leo haijatimia. Sasa labda kwa sababu ni mwashtaki kwako, wanaweza wakaniambia basi ingia nyumba ile pale. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukweli ni kwamba yamefanyika mengi makubwa na mazuri kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa wilaya hii ya Iramba. Lakini si tu wilaya hii, haya niliyosema yamefanyika pia Karama, haya niliyosema yamefanyika pia Singida mjini, Ikungi, Manyoni, si tu Singida, yamefanyika nchi nzima ya Tanzania. Kama kuna watu wanataka kupima uwezo wa uongozi, basi wapime katika miaka hii 4 namna gani Mheshimiwa Rais, ambaye ndio rais wa kwanza mwanamke katika nchi yetu, ameweza kufanya kazi za maendeleo makubwa mno katika kipindi kifupi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimefanya kazi na marais wawili kama msaidizi. Nimekuwa katibu mieka wa mwenyekiti na rais wa awamu ya 4 Dr. Mrisho Jakaya Kikwete. Nimekuwa katibu mieka wa mwenyekiti na rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli. Nimeyashuhudia mengi, nimeyaona mengi, lakini kwa kweli yaliyofanyika ndani ya miaka 5 hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yamevunja rekodi zote.
Zamani Waswahili walikuwa na msemo, wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake. Kizazi hiki cha inaitwa Gen Z wanasema wao habari za wahenga hawataki kuzisikia. Wanasema mnyonge anyongwi na haki na haki yake anapewa vile vile. Kwa mheshimiwa, tunataka kuhakikishia wananchi hawa wameonyesha kwamba mnyonge hajanyongwa, amepata 99.8 katika kura za uchaguzi uliopita 2025. Haki yake amepewa Iramba hapa. Hayo yote mazuri aliyofanya, haki yake amepewa. Kunyongwa hajanyongwa na haki. Sisi